Huu ni muhtasari mfupi wa filamu ya kusisimua kutoka Korea Kusini. Filamu hii inaangazia maisha ya familia na mauaji ya mkewe. Filamu inaanza kwa kutuonyesha maisha ya kawaida ya Go Dong-ho, wakili mashuhuri wa uhalifu. Anaishi maisha mazuri na mke wake, Jo Yeon-so, pamoja na binti yao mdogo. Wanaonekana kama familia yenye furaha, lakini nyuma ya pazia, kazi ya Dong-ho inamfanya kuwa mbali na familia yake mara kwa mara. Siku moja, baada ya kukamilisha kesi muhimu kazini, anaalikwa kwenye mgahawa ili kwenda kufurahia mafanikio yao. Wakati huo huo, mke wake akipiga simu mara kwa mara, ila anaipuuzia. Baada ya kurudi nyumbani, anakuta mke wake ameuliwa nyumbani kwao kikatili. Polisi wanapofika, wanamkuta Yeon-so ameuawa kikatili, lakini hakuna ushahidi wa kutosha kumtambua muuaji. Hali hii inamvuruga Dong-ho, na anajilaumu kwa kutokuwepo wakati mke wake alipohitaji msaada wake zaidi. Mwaka mmoja unapita, ingawa Dong-ho anajaribu kuendelea na maisha yake, kifo cha mke wake bado kinamtesa. Anaishi na binti yao, lakini bado hajapata suluhisho la kweli kwa mauaji hayo. Simu ya ajabu kutoka zamani. Siku moja, akiwa anaelekea kazini, simu yake inaita. Anapopokea, anashangaa kusikia sauti ya mke wake, Yeon-so. Anapatwa na mshangao na kudhani labda kuna mtu anamchezea. Hii ni haiwezekani, kwani mke wake alikufa mwaka mmoja uliopita. Punde, Dong-ho anagundua kitu cha ajabu. Simu hiyo imetoka moja kwa moja kutoka siku ile mke wake alipokufa. Kwa njia isiyoeleweka, yeye na Yeon-so wameunganishwa kupitia muda, na saa moja, sasa ana nafasi ya kuokoa maisha yake kabla ya muuaji kufanikisha mauaji yake. Pamoja na mshangao na mshtuko, Dong-ho anajaribu kumwambia mke wake kwamba yuko hatarini. Anamwonya asifungue mlango usiku huo na asiamini mtu yeyote anayemfuatilia. Yeon-so, akiwa katika wakati wake wa zamani, anadhani mume wake anaota au ni mzaha. Hata hivyo, Dong-ho anasisitiza kuwa kuna mtu anayemlenga na atamuua. Anaanza kumshawishi achunguze mazingira yake, na hatua kwa hatua, Yeon-so anaanza kugundua kuwa kuna kitu kisicho cha kawaida kinachotokea. Kufuatilia njama iliyomuua Yeon-so, Dong-ho, akiwa katika ulimwengu wa sasa, anaanza kuchunguza upya mauaji ya mke wake. Anarejea mahali pa tukio na kutafuta rekodi za zamani za polisi. Anagundua kuwa kuna mtu aliyekuwa akifuatilia mke wake kwa muda mrefu, na mauaji yake hayakuwa ya bahati mbaya, yalipangwa. Kwa upande wa Yeon-so, katika wakati wake wa zamani, anaanza kupata dalili kuwa kuna mtu anamfuatilia. Anagundua kuwa ameiba faili nyeti za kampuni kubwa ya ujenzi ambayo ilihusika na rushwa kubwa. Bila yeye kujua, faili hizi zilikuwa ushahidi wa uhalifu mkubwa, na kampuni hiyo haitaki siri zao zifichuliwe. Ndipo anagundua kuwa mtu aliyekuwa anamfuata ni mlinzi wa kampuni hiyo, ambaye ameagizwa kuhakikisha kuwa anafutwa kabisa. Mbio dhidi ya muuaji, Yeon-so sasa anajua kuwa yuko hatarini. Anajaribu kukimbia, lakini muuaji anaanza kumfuata kwa karibu. Katika upande mwingine wa wakati, Dong-ho anajaribu kumwelekeza kuhusu hatua za kuchukua kupitia simu. Anamwambia ajifungie ndani ya nyumba na asijaribu kufungua mlango kwa mtu yeyote. Lakini muuaji anapoona mlango umefungwa, anavunja na kuingia kwa nguvu. Yeon-so anajitahidi kupambana naye, lakini anakosa nguvu za kumshinda. Katika wakati wa sasa, Dong-ho anapata jina la muuaji kupitia utafiti wake, na anagundua kuwa mtu huyu bado yuko hai. Anakimbilia nyumbani kwa mtu huyo ili kupata ushahidi wa mauaji ya zamani na kumlazimisha kusema ukweli. Ndipo anapogundua kuwa muuaji alikuwa si mtu wa kawaida, alikuwa ni polisi anayefanya kazi kwa ajili ya mtandao mkubwa wa jinai ambao ulikuwa tayari kuondoa mtu yeyote aliyewagusa. Mapambano ya mwisho na mabadiliko ya wakati. Katika dakika za mwisho, Yeon-so anafanikiwa kutumia mbinu za kiakili kumhadaa muuaji. Anapanga kukutana na mume wake, lakini kwa bahati mbaya, muuaji anamkamata. Wakati wa sasa, Dong-ho anapokea simu kutoka kwa muuaji amemkamata binti yao na kumwomba alete ushahidi, bila hivyo atamuua binti yake. Dong-ho anafika na kupambana naye, ila muuaji anamzidi nguvu na kummaliza. Kisha na kumfata binti yao aliyekimbilia chumbani ili amalize pia. Wakati huo huo, katika wakati wa Yeon-so naye, muuaji kamteka na kujaribu kumuua. Kwa ajabu, Dong-ho akiwa amezirai anafanya jambo ambalo linabadilisha historia kwa kutumia hisia zake. Anatokea kwenye wakati wa zamani na kumpiga muuaji na kumwokoa mkewe alipotaka kuuawa.
Kitendo hicho hakikumwokoa mkewe tu, bali yeye na binti yake. Pia akatumia faili alizopata na kuwasiliana na polisi na kufichua kila kitu kuhusu kampuni iliyomlenga mke wake. Hii inasababisha wakuu wa kampuni hiyo kukamatwa, na kwa sababu hiyo, mauaji ya Yeon-so hayafanyiki katika ulimwengu mpya wa wakati. Katika wakati wake wa zamani, Yeon-so anaweza kuendelea kuishi kwa sababu muuaji anazuiwa kabla ya kumdhuru. Wakati Dong-ho anapopokea simu tena, safari hii ni mke wake akiwa hai. Historia imebadilika, amefanikiwa kumwokoa. Furaha na umuhimu wa wakati. Katika ulimwengu mpya uliorekebishwa, Dong-ho anarudi nyumbani na kumkuta mke wake akiwa mzima. Hawajawahi kutengana, na sasa wanaendelea na maisha yao kwa furaha. Hitimisho, filamu hii ni mchanganyiko wa trailer, sayansi, na drama ya kihisia. Inatoa ujumbe wa umuhimu wa kuchukua hatua kwa wakati, kuwa makini na maisha yetu ya kila siku, na kupigania ukweli. Je, una mtazamo gani juu ya filamu hii? Tuandikie maoni yako hapo chini.